Leo tumefanya ziara yetu hapa Chalinze. Tumetembelea mradi mkubwa kabisa wa kupokea umeme na kusafirisha umeme uliopo hapa Chalinze. Pamoja na mimi nimeambatana na maafisa tarafa kutoka mkoa mzima wa Geita pamoja na maafisa watendaji wa kata wa mkoa mzima wa Geita. Lengo la kufika kwenye kituo hiki ni kujifunza na kuona shughuli ambazo zimefanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa awamu ya 6, ambapo imefanikisha kujenga kituo hichi kwa fedha zake zenyewe bila mkopo wote kutoka nje ya nchi. Kituo chetu kinaunganisha umeme wa bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na gridi yetu ya taifa, na tulianza kazi hiyo mnamo mwaka 2023 baada ya mashine za Mwalimu Nyerere kuwa tayari. Na mpaka sasa tumefanikiwa kuunganisha kituo chetu na umeme wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na kwa kufanya hivyo tumefanikiwa kutatua changamoto ya tatizo la upungufu wa umeme ambao ilikuwa inalikabili taifa letu kwa muda kidogo hapo nyuma. Kwa hiyo kwa sasa tuna umeme wa kutosha, tumeuingiza kwenye gridi yetu ya taifa. Kwa hiyo nadhani hatuna tena changamoto ya upungufu wa umeme. Kupitia mradi huu kumeweza kuondoa changamoto ya ukosekanaji au upungufu wa umeme katika maeneo yetu. Kwa mfano, katika wilaya yetu ya Chato, vijiji vyote 105 vimepata umeme na vitongoji vingi sana ambavyo vina umeme. Kwa hiyo kupitia mradi huu kumeweza kuondoa changamoto au tatizo la ukosefu wa umeme. Kikubwa tumejifunza vitu vingi sana, lakini tumeona namna gani ambavyo kituo kinapokea umeme kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere na kinaupoza na then kuupeleka kwa watumiaji. Tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa sababu tumekuwa tu tukisikia na tukiona umeme ukatiki, ila leo tumekuja kuona kwa vitendo namna gani ambavyo fedha nyingi sana ameziwekeza hapa kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wanapata umeme ambao haukatiki. Tumejifunza, tunaenda kuwa mabalozi lakini kuwa wasemaji kwa wananchi, kwa sababu tayari sisi tumefika huku, tumejionea kwa vitendo ili wananchi waone na waelewe namna gani ambavyo huu mradi mkubwa umeenda kusaidia katika sekta umeme. Lakini waendelee kuwa na imani na serikali yao, na kuwa na imani na Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan.